Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo nataka tuangalie tofauti kati ya swala ya mwanaume na mwanamke. Je, kuna tofauti anavyoswali mwanaume na anavyoswali mwanamke? Hiyo ndio itakuwa somo letu leo biidhnillahil karim. Utakapofaidika basi mfaidishi na mwingine, addalu ala khairi kafailihi, wa bismillah nabda. Hakuna tofauti katika maneno. Maneno yanayosema mwanaume ni yale yale anayosema mwanamke. Subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, rabbana walakal hamdu, rabbighfirli. Maneno ni yale yale. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema innaman nisa'u shaqa'iqur rijali, ila kuna baadhi ya mambo katika sala ndo yanatofautiana kati ya mwanaume na mwanamke. Jambo la kwanza, mwanaume amekatazwa kuswali nyumbani, ila mwanamke swala yake ya nyumbani ni bora zaidi kuliko swala ya msikitini. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema la tamna'u an-nisa an yakhrujna ila al-masajid, yani musiwazuie, musiwakataze wanawake kutoka kwenda msikitini, ila wabuyutuhunna khairul lahunna, ila ni majumbani mwao ni bora zaidi kwa wao. Yani mwanamke kuswali nyumbani ni bora zaidi kuliko kuswali msikitini, ila wasikataze lau watahitaji kwenda msikitini. Ama tofauti ya pili ni mavazi. Uchi wa mwanaume ni baina ya kitovu na magoti, ila mwanamke aura yake ni mwili mzima, jamiu badaniha, ni mwili wake mzima isipokuwa uso na viganja. Ina maana wakati anaswali mwanamke anatekaniwa au ameustiri mwili wake mzima isipokuwa tu uso na viganja, ila lau sehemu nyingine ya mwili itaonekana kwa mwanamke, basi itapelekea swala yake kutokubaliwa, isipokuwa shay'un yasir, isipokuwa sehemu ndogo tu. Kwa mfano mwanamke amejistiri vizuri, ila kwa bahati mbaya kidole kikaonekana cha miguu, basi hiyo haitopelekea swala yake kutoswihi, ila sehemu nyingine ya mwili lau itaonekana, basi mwanamke itapelekea swala yake kutoswihi. Ama tofauti ya tatu ni al-adhan wal iqama, yani kuadhini na kukimu sala. Hata mwanaume akiwa swali peke yake kumekuwa sheria ya iqama, yani aweze kukimu kwanza kabla ya kusali. Haina maana asipokimu basi sala yake haitosihi, la, ila ni bora zaidi kukapatikana iqama, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar rasulullah, hayya ala salat, hayya ala falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, kisha ndo akaingia katika sala yake. Ila kwa mwanamke hakuna adhana wala hakuna iqama, yani mwanamke akihitaji kuswali hatohitajika kukimu, bali ataingia katika sala yake moja kwa moja. Ama tofauti nyingine ni katika kurukuu, kwa sababu mwanaume yeye anaporukuu anahitajika kuitanua mikono yake, ila mwanamke anatakaniwa kuifunga mikono yake, ila mwanaume anatakaniwa kuifungua kwa namna hii. Ila maneno yanayosemwa ni yale yale, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, na kisha sami'a Allahu liman hamida, rabbana walakal hamdu, sami'a Allahu liman hamida. Hii ni kwa mwanaume na kwa mwanamke. Si kuweka mikono kwa namna hii, ni makosa yanafanyika kwa wote. Wapo wanaume uweka hivi na wapo wanawake pia uweka hivi, ambao sivyo hivi, bali sami'a Allahu liman hamida, unaweza ukairudisha mikono yako hapa na kisha ukaiachilia, au kitaka unaweza ukairudisha kama ulivyoifunga kabla ya kurukuu. Katika kusujud mwanaume anatakaniwa mikono yake aweze kuifungua, isipokuwa katika swala ya jamaa, pengine kuna watu karibu yake, pengine akifanya hivi hawatoweza kila mmoja kufungua mikono yake, basi atalazimika kuifunga kidogo. Ila kwa mwanamke yeye awe peke yake au anaswali kwa watu, yani swala ya jamaa, yeye anahitajika mikono yake kuifunga na wala si kuifungua. Tofauti nyingine ni katika kusoma kwa sauti. Zipo swala mtu anatakaniwa kudhihirisha sauti kama fajr, maghrib na isha, mwanaume anatakaniwa asome kwa sauti, ila kwa mwanamke haitokuwa hivyo, yeye atasoma kwa siri, isipokuwa awe yuko mahala wenye wapo wote ni wanawake, yani sauti yake haitekani kusikika na mwanaume ambaye ni ajnabi. Wakiwa wote ni wanawake, basi wanaweza wakaswalishana. Hata namna kuswalishana wanawake kuna tofauti katika kuswalisha kwao na wanaume, namna wanavyoswalishana. Imam katika wanaume anakuwa mbele, ila kwa wanawake imam anakuwa safu moja na wale wanaowaswalisha, ila imam atakuwa tu katikati, ile itakuwa swafu ni ile ile moja. Ila wakiwa ni wanaume, mwanaume yeye anakuwa mbele na kisha anawaswalisha, yani maamumin wanakuwa nyuma yake. Na kwa wanaume imam anapokosea, wanaume usema subhanallah, ila kwa wanawake hawatotoa sauti yao, bali kunapatikana safq. Akiwa ni imam amekosea, wanawake hufanya hivi na wala si kusema subhanallah, si kupiga makofi kwa nguvu, bali nyuma ya viganja vyake, basi hapo atapiga tu kwa utaratibu. Na ukihitaji kujifunza, yani kupata mafunzo kama haya na uhusiana na dini yako, unachotakaniwa ni kufollow account hii, utaendelea kujifunza kila siku biidhnillahil karim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.